Ya mimi nafikiri ambacho Chadema walikifanya ni kama vile tu mtu ambaye aliwasha moto. Kwa sababu moto lazima uwashwe na mtu mmoja. Hamwezi mkakaa kijiji kisema mkawasha wote kwa pamoja moto. Anawasha mtu mmoja moto hapa, afu ule moto unaendelea kuwaka, unatawanyika na sehemu nyingine. Kwa mimi nafikiri kwa level ambayo moto umefika sasa hivi, na ndio maana nimesema hivi majuzi mpaka chama cha mawakili wa serikali kikaamua kuitisha kongamano, kikamuita Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwa mgeni rasmi, wakazungumza issue ya no reform na kujaribu kujibu zile kauli. Sasa kama Chadema usingekuwa wameanzisha agenda na ikawa imekolea moto kama ni agenda ya kitaifa, tusingetegemea kwamba Mheshimiwa Jakaya Kikwete akapoteza muda wa kwenda kujadili jambo. Kwa hiyo mpaka Mheshimiwa Rais mstaafu anaenda kukaa pale kwenye ukumbi, wakashinda siku nzima wakajadili na watu wakakaa pale na elimu zao kujadili. Maana hii agenda sio agenda ndogo, ni agenda ya kitaifa. Kwa kama ni agenda ya kitaifa, maana yake tayari sasa hivi haipo mikononi mwa mtu ambaye alikuwa ameianzisha. Tayari ipo mikononi mwa umma mpana, kwa maana kwamba kama ni moto sasa umeshasambaa kila sehemu upo na kila watu wanajiona ni sehemu ya jukumu ile. Ni kama vile leo tukiuliza labda mtu aliyeanzisha labda katika mabenki au makampuni makubwa, leo labda tuzungumzie Coca-Cola kwa mfano. Coca-Cola labda ilianzishwa na mtu au watu fulani tu wachache. Lakini leo unapozungumzia labda Coca-Cola ni kampuni ambayo ipo dunia nzima. Natolea mfano. Kwa mwisho wa siku ni kwamba ni kitu ambacho kila mtu hiyo brand atakuwa na interest nayo itaendelea. Pamoja kwamba mwanzo wakati inaanza ilikuwa inaonekana ni ya fulani, baadaye haina umiliki wale ilianzisha. Kwa hiyo mimi naamini sasa hivi hata ukiondoa nje ya wale ambao walikuwa wameianzisha, kwa sababu kimsingi mahitaji ya kuwa na tume huru ya uchaguzi, mahitaji ya kuwa na uchaguzi wa kuaminika ni mahitaji ya wananchi, na ndio maana yameanzia toka kwenye tume ya Nyalali, yamekuja baadaye kwenye tume nyingine ya mwaka 98 ya Jikisanga, yamekuja kwenye tume ya Mheshimiwa Warioba, tume ya katiba, mmoja mambo bali zungumzia, lakini kwenye taarifa za waangalizi wa uchaguzi zote zimekuwa zikizungumzia hilo. Kwa hiyo sio jambo ambalo ni jipya. Kwa hiyo wale walisaidia tu kwenye kuanzisha moto, lakini baada ya kuanzisha moto umeendelea kusambaa na utaendelea kuwaka tu mpaka pale ambapo vichaka vyote vitakuwa vimeisha. Kwa kama vichaka bado vipo, moto hautaisha, utaendelea kuwaka. Okay, Madereka amesema Chadema kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai. Amenukuliwa akisema kwamba kuzuia uchaguzi kwa kigezo cha kwamba hakuna reforms ni jinai. Katika hili kisheria likoje kulingana na kauli ya wakili Madereka ambaye pia ni kada wa chama cha ACT Wazalendo? Kwanza niseme na mheshimu Madereka ni wakili mwenzangu, na sisi tunaitana ni kaka, Leonard Brothers. Leonard Brothers ni kwamba katika taaluma ni kwamba msomi mwenzako wa sheria, sisi tumefundishwa kuheshimiana. Kwa hiyo ukimzungumzia unamzungumzia kwa namna ambayo ni ya heshima sana. Kwa kimsingi ni mtu ambaye nimheshimu kama wakili mwenzangu, pamoja na kwamba nasikitika kwamba hicho ambacho amekizungumza nisingekuwa nimetegemea kwa wakili msomi wa level na kaliba ya wakili msomi Madereka kwamba atakuwa amezungumzia hiyo kitu. Kwa sababu Madereka anajua kuna vitu vingi ambavyo wamefanya vya kitaifa ambavyo vimeonekana ameweza kusimamia, lakini kwenye hili nadhani alijielekeza vibaya. Alijielekeza vibaya kwa sababu kwanza nikiangalia Madereka huyu ulipita, alionekana kabisa ni mtu ambaye anazungumzia kabisa kuhusu reform na anaona kabisa kuna matatizo kwenye mfumo wa uchaguzi. Lakini baadaye baada ya kuwa U-turn, ameshabadilika, amekwenda sasa kutaka kuchukua fomu akapate ubunge. Nafikiri sasa hivi unajua ukiwa na maslahi na jambo, maana yake wanasema ni kama ukiwa na mahaba. Ukiwa na mahaba unapoteza objectivity. Kwa hiyo maana yake unaweza kujikuta kuna vitu huwezi kuviona, unakuwa na upofu fulani kwa sababu tayari kuna mahaba ameshaingia. Kwa mimi nadhani ameshaingia mahaba makubwa sana na uchaguzi, kiasi kwamba amepelekea kuna baadhi ya mambo asiweze kuyaona tena. Kwa sababu kwa hiyo kaida kama umeamua unagombea, ni lazima kwa vyote lugha yako iwe ni positive kuhusiana na kile kitu ambacho naenda. Huwezi kwanza kuzungumzia kwamba uchaguzi hauwezekani au ni mbovu wakati tayari umeshaingia kwenye mchakato uko pale. Kwa hiyo mimi nadhani anazungumza kwa maana ya yale mahaba yake, na kwa sababu yeye ni mnufaika moja kwa moja na uchaguzi, anataka aende akashiriki uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio inaweza kuwa ni hoja. Lakini swala pia la kusema ni kosa la jinai pia linanipa shida kwa wakili msomi kuzungumza hiyo, kwa sababu ni jinai ipi
Kwa sababu kwanza waliosema no reform no election wamesema wanazuia uchaguzi kwa kufanya nini? Labda kwa kupiga watu. Wamezungumza hivyo. Pengine wamezungumza hivyo kwa maana kwamba watahamasisha watu wengi kwa wingi kwa kupitia elimu ambayo inaendelea ili wafanye disobedience, watu wakatae kwenda kushiriki uchaguzi, wakatae kwenda kupiga kura. Sasa kama ikitokea watu wamekataa, kwani nchi kutokupiga kura ni kosa la jinai? Si watu wana haki ya kuweza kukataa hivyo. Kwa cha muhimu ni kwamba kwa sababu hawa ambao wamesema wanasema hawatakubali uchaguzi ufanyike bila reform, hawajasema mbinu gani ambayo wataitumia. Inawezekana mbinu yao wanayoitumia ni kwa njia ya kuelimisha watu, kwa hiyo watu wakakataa kufanya uchaguzi. Sasa huo ujinai ambao anauzungumzia nadhani ni kitu ambacho pia naweza nikasema wakili msomi amejielekeza vibaya. Na kufanya disobedience kwenye jambo ambalo hamliamini sio jambo geni, ni jambo ambalo linafanyika duniani kote. Kwa sababu watu kufanya maandamano, tumekuwa tunasoma vyuo vikuu kwa mfano, tunaandamana labda haturidhiki na kiwango cha bumu ambacho tunapewa kipindi hicho, hela kujikimu kwenye vyuo vikuu. Lakini tukifanya maandamano yanakwenda, maandamano ya amani, mwisho wa siku unakuta kuna mabadiliko yanafanyika, mnakuja mnapewa haki yenu. Na halijawahi kuwa kosa la jinai, kwa sababu tunapozungumzia moja ya civil disobedience ni pamoja na kuandamana kuonyesha kwamba uridhiki na jambo fulani. Sasa hiyo haijawahi kuwa ni kosa la jinai. Sasa sijajua wakili mwenzangu msomi anapozungumzia jinai anazungumzia jinai kwenye mwelekeo upi na mlengo upi. Kwa mimi nafikiri pengine aidha alikuwa amejielekeza vibaya, au pengine kwa sababu yeye ana mahaba ya moja kwa moja ni mtu ambaye anashiriki uchaguzi kama mgombea, yawezekana ikawa ni vigumu yeye kuwa akaongea akiwa ni mtu ambaye ni neutral na akiwa na objectivity. Kwa mara nyingi ataongea kwenye namna ambayo hataweza, unajua uwezo kufika mbele kwa unakata tawi ambalo umekalia. Kwa sababu yake akizungumzia kama uchaguzi hauwezekani, maana anakata tawi lake. Kwa mimi naamini anajaribu kulinda tawi ambalo amelikalia ili mwisho wa siku ahalalishe ule uchaguzi ambao anaenda kufanya. Napenda kutolea mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye alitaka kula mnyama, ahalalishe mnyama ambao ni mnyama haramu, hata jina alijui. Sasa wenzake wote walisita kumsogelea mnyama, lakini yeye alipofika akampa jina la kubuniwa tu la uongo, akamwita Chauzimba. Alafu akambeba kaondoka naye. Wote wakaamini mnyama halali kwa sababu amemtaja jina labda anamjua. Kwa mimi nafikiri na hii ni namna ya kuhalalisha kuzungumzia kwamba kitu fulani kipo sawa ili uweze kuhalalisha movement ambayo anaifanya. Of which sio jambo baya kwake kama ameamua kufanya, lakini hilo haliondoi ukweli kwamba kuna changamoto. Lakini swala kwamba kuna jinai, mimi nadhani, mimi kwa maoni yangu sioni kwamba mpaka sasa hivi kama kuna jinai. Yaani kwa mtu kukataa kushiriki labda uchaguzi au akasema atakatalia watu wake kuhamasisha labda watu wakakataa, mimi sioni, kwa sababu kwenye sheria ya uchaguzi haina kifungu ambacho kinasema kuhamasisha watu wakakataa kushiriki uchaguzi kama hawajaridhika kwamba ni kosa. Kwa kwenda kupiga kura na kuto kupiga kura, ndio maana kuna uhuru wa kwenda kushiriki kuchagua au kuto kushiriki kwenye kufanya uchaguzi. Kwa mimi sioni kama kuna hiyo issue kwa maana ya kosa la jinai.